Hello, how are you? Bwana asifiwe sana. Thank you kwa sababu ninajua ya kwamba Jehova amekulinda na uko salama. Nataka nikukaribishe kwenye judgment time. Kwa majina yangu mimi niko mbele yako, naitwa Eliakim. Eliakim, the King of Kings. Hiyo usisahau. Eliakim, the King of Kings. It is me. Kuna watu wengi nimesoma comment, kuna watu wengi nimenipigia simu, mmenitumia message. Nimesoma message zenyu na tumezungumza nawe kwa simu. Nataka sasa niweze kuelezea vizuri hapa. Kwa nini nifunge makanisa dunia mzima? Kwa nini nimesema nimefunga makanisa kuanzia mwezi wa 7 dunia mzima? Nimefunga makanisa kwa sababu mimi ni mimi mkubwa wa makanisa yote dunia mzima. Dunia mzima. Iwe kanisa ya kiroho, iwe kanisa ya dini. Iyo unaedanga kanisa hiyo. Ina reverend, ina bishop, ina apostle, ina prophet, ina patri, ina canon. Iyo yote ni dini. Iyo yote makanisa iko chini yangu. Mi niko juu ya makanisa. Na niko juu ya mabishops wote, mareverend wote, maprofet wote, maapostles wote. Mimi ni spiritual controller. Na Mungu amenikabidhi kanisa liwe kwa mikono yangu. Lakini kanisa hili nataka nilimalize, kuwe hakuna kanisa duniani. Kuwe kuna hekalu ya Jehova. Hekalu ile imeandikwa kwenye kitabu cha Isaya chapter number 19 verse number 19. Ati Misri katikati kutakuweko na madhabahu ya Jehova yenye ishara na ushuhuda wa Mungu. Na hiyo ndio madhabahu hii niko nayo. Nimepiga dunia na moto, nimepiga dunia na mafuriko, nimepiga dunia na joto, nimepiga dunia na vidonda, nimepiga dunia na earthquake, nimepiga dunia na hii joto iko saa hii inaua mpaka watu. Hiyo ni kumaanisha nini? Niko na kitu Bwana ameweka kwa ulimi wangu. Niko na upanga kwa ulimi wangu. Na niko na kifo kwa ulimi wangu. Na niko na uhai kwa ulimi wangu. Sasa kwa sababu hawa mabishop wanauza mafuta, wanauza maji, wanapandisha watu bego, wanavujisha watu madhabahu, wanaibia watu makanisani. Makanisa mingi hizi unaona Kenya, Afrika, dunia yote ni za Illuminati. Wanatumia maspiriti za Illuminati na za devil worshiper. Sasa kama mimi ndiye mkubwa wa makanisa hii, kwa nini niruhusu watu waendelee kuenda kanisani kudanganywa? Kwa nini niruhusu hao mabishop waendelee kuabudu shetani makanisani in the name of God? Hiyo ndio maana nimewithdraw makanisa na nimesema watu wote watakaoingia ile makanisa, malaika wa kifo Jehova amtume pale, aingie pale, watu wasuffocate, watu wakufe ganzi, waparalyze, wakufe. Kwa sababu nimelaani kanisa. Kwa sababu kanisa ndio imekuwa ya tabia mbaya, kanisa ndio imekuwa ya unyang'anyi na wizi. Basi wale mliniuliza kwa nini nafunga makanisa? Naifunga kwa sababu ya hiyo. Mimi ninaifunga kupitia mdomo wangu, kuprophesy na tabiri makanisa yote isifunguliwe mwezi wa 7. Nimeachilia unabii huo. Na ule atavunja unabii huo, unabii huu utamletea kifo. Kunao watakufa hata attack, kunao watakufa na magonjwa kali. Yani magonjwa tu inakushika 3 minutes unaenda unakufa. Mabishop, mareverend wako na hizi makanisa, wauzaji wa maji, mafuta, wanaoharibu kazi ya Mungu. Hiyo ndio maana imetuma nifunge kanisa. Right? Ndio watu wote warudi kwa madhabahu ya Mungu yenye nguvu, yenye uzima, yenye uhai, mahali Mungu anatembea, anaongea na watu wake. Madhabahu hii ndio inaleta revival ya 1000 years. Ukisoma kwenye kitabu cha Revelation 19 verse number 11, 12, 13,
kuteremka hivyo, utaona anakuja Kristo ambaye ndiye neno wa haki na kweli, na amekuja kutoa vita duniani, amalize nabii wa uongo, na amalize mfalme yule wa uongo, na amalize shetani, ndio apande ufalme wa Mungu 1000 years. Sasa hiyo ndio kazi yangu nafanya hapa. Sasa nikiwa kwa kazi yangu, inaniruhusu, ofisi yangu inaniruhusu kumaliza takataka zote zinafanyika duniani, kanisa na misikiti ikiwa moja yamo, na magovernment hizo zikiwa moja ya hizo. Nimetumwa na Mungu hapa nilete vita duniani, niakishe mioto, nilete mafuriko, watu wakufe kwa wingi sana, kwa sababu maandiko inasema 2/3 itakufa, ibaki 1/3. Wale walio mcha Mungu, walimuogopa Mungu, walikuwa na hofu ya Jehova, walimtumikia Jehova, watabakia hao. Lakini hao wengine, malaya, wakulaji wa rushwa, viongozi wa mapepo, mashetani, makanisa mashetani, hao wote ni 2/3 wanakuja kufagiliwa na kuuawa. So hiyo ndio maana nilisema makanisa yote ifungwe mwezi wa 7. Nikatoa order through my angel, my spirit, my power, my God's power, my kingdom's power, my heavens governmental yenye ina rule the whole world. Sasa mkiendelea na hizo makanisa na hizo mambo mnafanya, lazima Mungu atawamaliza. Hamtaokoka raundi hii, hamtaokoka, Mungu atawamaliza. Nitaka ni clarify hivyo because kuna watu wengi wanashindwa. Kwa nini useme makanisa ifungwe mwezi wa 7? Yes, natoa order hiyo kwa sababu ulimwengu wa roho, makanisa yote imefungwa na Jehova. Hapa duniani ni mimi msimamizi wa bingu, natabiri na kusema ifungwe mwezi wa 7 yote, isipatikane hata moja. Kama utaingia pale, utaingia at your own risk, lakini Mungu hayuko pamoja nawe. Ameachilia malaika wa kifo ndio aweze kupambana na wewe. Kwa hivyo ningetaka kila mtu aweze kujua hivyo na aweze kusikia hivyo. Naitwa Eliakim the King. Niko na mkutano wa crusade mwezi wa 7 tarehe 24, 25 na 26. Nitaponya magonjwa na nitafufua wafu wale watakuwa wamekufa hiyo time niko hapo. Leta maiti yako pale, tuite Mungu. Maiti yako Bwana Jehova aifufue. Kuja, wewe figo zako zina shida, maini, roho, kila kitu. Mungu akuponye. Tuko nyakati za ishara na ushuhuda. Mungu akubariki sana na akutende mambo mazuri. Naitwa Eliakim the King of King. Glory to God. God bless you. Have a good time. Nawapenda sana. Yes.